Kimsingi mimi mkuu wa wilaya ya Micheweni nimehuzunishwa na tukio hili ambalo raia wawili ambao walikuja kwa ajili ya shughuli ya kuchimba jiwe katika eneo hili wamepoteza maisha. Nasema wamepoteza maisha japo hatua za kidaktari zinaendelea, lakini kwa haraka tunaweza kusema wamepoteza maisha baada ya kuangukiwa na kifusi. Taarifa hii nimeipata mimi muda wa majira saa 3 asubuhi hii ya kwamba kuna raia ambao walikuwa wamefunikwa na kifusi wakati wakiwa kwenye harakati za kuchimba kifusi hiki. Na bahati nzuri kwa kushirikiana na kamati ya usalama ya wilaya tukaweza kufika hapa na kuwasiliana na wenzetu Wizara ya Mawasiliano na Uchukuzi pamoja na wadau wengine kwa ajili ya kupata msaada wa vyombo vya kusaidia kuitoa miili yao au kuokoa. Tunashukuru wadau ambao wameweza kuja hapa na kuwasaidia, akiwemo ndugu yetu Edi Sabri ambaye yeye anayo zana ya kufanyia kazi katika maeneo ya karibu. Kwa hivyo sisi cha kwanza tulitafuta mtu ambaye yuko karibu zaidi ambaye anaweza kusaidia kuokoa maisha ya wananchi hawa wenzetu. Lakini wenzetu pia Wizara ya Mawasiliano nao wamefanya uharaka pia kusaidia vifaa kwa ajili ya kuja hapa. Lakini tumeweza kushirikiana pia na wenzetu wa zimamoto na uokozi ambacho ni kikosi muhimu sana ambao walifika hapa kwa ajili ya kuanza kazi ya kutafuta miili hii. Tunamshukuru Mungu imeweza kupatikana miili ya wenzetu hawa na itakabidhiwa baada ya muda mchache kwa familia zao kwa ajili ya hatua nyingine zinazofuata hatua za mazishi. Lakini naomba nitoe wito kwenye maeneo haya kwamba imekuwa ni kawaida sasa kwenye maeneo haya wananchi wamekuwa wakijishughulisha na shughuli za kuchimba mawe. Shughuli hizi ni hatarishi kusema kweli kwao, na sisi kama serikali haitufurahishi kufanya hivi kwa sababu haya maeneo ni maeneo ambayo ukiyaona tu wewe mwenyewe pengine inawezekana ukaona ni maeneo ambayo yamekatika sana. Tutakumbuka kwamba tarehe 23 mwezi Januari mwaka 2025 kuna dada yetu alipoteza hapa maisha. Kuna dada Raya Hamad Faki alipoteza maisha hapa katika maeneo haya. Yeye naye alikuwa kwenye shughuli hizo. Na leo hii pia wananchi wenzetu wawili ambao ni Hamadi Juma Makame na Shahame Hamadi Shoka, nao pia ndio ambao walikuwa wakishughulika na shughuli hii hapa. Kwa hivyo nao watakuwa wamepoteza maisha. Na kwa maana hiyo basi naomba nitoe wito kwa wananchi. Haya maeneo ni maeneo hatarishi. Na kama serikali tunasema kwamba haya maeneo tunafikiria njia mbadala ikiwemo kuyazuia kwa muda huu. Kwa sababu hatuwezi kuvumilia kwamba wananchi wanapoteza kila baada ya mara haya maeneo yanakuwa ni sababu ya kupoteza wananchi maisha yao. Na jambo baya zaidi, ishara zipo. Maana ukiangalia tu haya maeneo katika hali ya kawaida kibinadamu na siwezi kuingia katika maeneo, lakini wananchi wanaingia pengine aidha kutokana na uelewa mdogo, lakini pengine kutokana na hali mbalimbali. Kwa hivyo naomba nitoe wito nikiwa mkuu wa wilaya ya Micheweni kwamba wananchi, hebu tuache kutumia maeneo haya, hasa katika maeneo ambayo tunajua kama maeneo haya ni hatarishi, kwa sababu hili si jambo zuri. Hawa ni wa familia, inawezekana kibinadamu na kidini unaweza kusema asiku yao ilikushafika kwa sababu ni mwandiko, lakini Mungu katuwekea pia na kinga njia ambazo za kuweza kufanya kwa ajili ya kujikinga na mambo mbalimbali. Kwa hivyo tunawaomba wanafamilia wawe pole na jambo hili. Huu ni msiba wetu sote, lakini wananchi pia tuchukue tahadhari wakati tunapofanya shughuli zetu katika maeneo kama haya.